Mungu wetu mtakatifu, mfalme mwema, mwokozi wetu, tunalibariki sana na kulitukuza jina lako, wewe ambaye ni Elohim Adonai, mwaminifu liye Baba, Bwana wa majeshi mtakatifu. Tunakupenda sana, ndiyo maana kwako tunasema ndio. Mwaminifu sisi tupungue, wewe uongezeke. Tunakuhitaji Roho Mtakatifu, tuongoze katikati ya kipindi hiki. Baba, msikilizaji wangu wa Tunduma FM, lakini pia mtazamaji wangu wa Ebeneza TV. Baba apate kupata kitu ambacho kitamsongesha mbele, hasa kwenye utumishi wako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, ninaharibu ile mitandao ya adui. Baba, haina nafasi. Naalika uwepo wako tawale mwaminifu na kumiliki katika jina la Yesu. Ninakata kila network, kila mitandao, kila kamera za kuzimu, ninazilipua kwa mamlaka niliyopewa kupitia jina la Yesu. Niliomba na kuamini, amen. Bwana Yesu asifiwe. Msikilizaji wangu wa Tunduma FM, mimi ni mwalimu. Chukua daftari na biki yako ili ukitaka uendelee zaidi na zaidi, ili uweze kujua. Na kichwa cha somo kwa siku ya leo ni msalaba wa Yesu umebeba ushindi wa mtu katika Kristo. Msaada wa Yesu umebeba ushindi wa mtu katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Si jambo jepesi ambalo unahitaji kufahamu kama unavyoweza kujua namna ambavyo msalaba ulivyoenda, lakini namna ambavyo ilivyo hasa kwenye utumishi wetu na utumishi wako kwa kila mtu. Lakini unahitaji kufahamu juu ya ule msalaba, kwa nini Yesu alipigiliwa msalabani. Kwa hiyo tunahitaji kufahamu. Ukifahamu, kuna kitu ambacho utajua namna ambavyo unahitaji kuelewa zaidi na kupanuka zaidi, kwa kuwa ni namna ambavyo unahitaji kujua wewe msikilizaji wangu wa Tunduma FM. Ndio maana somo linaitwa msalaba wa Yesu umebeba ushindi wa mtu katika Kristo, kwa sababu Yesu alikuja kwa ajili ya kutushindia sisi. Ndio maana ili lazima apite kwenye msalaba. Mwingine hawezi kuelewa vizuri, lakini ili mlazimu Yesu apite kwenye msalaba, kwa kuwa ndani yake ni kwamba kumebeba ushindi wa mtu, kumebeba ushindi wa mwanadamu, kumebeba ushindi wa vitu vikubwa sana zaidi ya unavyovifahamu. Bwana Yesu asifiwe. Wakorinto wa kwanza ule mstari wa kwanza ile 18, Wakorinto wa kwanza 1 ule mstari wa 18, neno la Mungu linasema, kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuzi, bali kwetu sisi tunaokolewa na ni nguvu ya Mungu. Neno la Mungu kwa wale ambao wanaona msalaba ni kama sio sawa. Hiyo ni Wakorinto wa kwanza 1 ule mstari wa 18. Kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo lazima ucheki na ufahamu namna ambavyo neno hili linaenda, namna ambavyo lilivyo, na namna ambavyo Yesu aliamua kufa msalabani, na ili mlazimu alimuomba baba yake na akasema, ninaomba nisiende msalabani. Kwa jinsi ya mwili ilimsumbua, lakini ili mlazimu apite msalabani. Ukipita msalabani ni kwamba ndani yake alikuwa anatengeneza ushindi kwetu. Alikuwa anatengeneza ushindi kwa mwanadamu yoyote ambaye atamkubali kuwa Bwana Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Ndicho alichokuwa anafanya huyu Yesu
Ndiyo maana nasema kwa wale ambao yani kwa sababu ya neno la msalaba, kwao wanaopotea ni upuzi, lakini kwetu sisi ambao tuna ni nguvu za Mungu. Kwa nini? Kwa sababu msalaba ulipigiliwa siku moja na wakamtundika Yesu, na namna ambavyo ilikuwa haina namna ambavyo anaweza kufanya, lakini kuna matokeo ambayo ilishindikana namna ambavyo hakuwa. Kwa nini? Kwa sababu safari ya kwenda msalabani kwa Yesu kwa jinsi ya mwili ni kwamba utajishangaa kuna matokeo ambayo yanagoma, lakini kwa jinsi ya roho ndiyo maana ilimlazimu Yesu akamwambia baba yake, akamwambia kama ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Hayakuwa maombi ya kawaida ambayo unayofikiri, yalikuwa ni maombi kwamba asipite msalabani. Na ukicheki namna ambavyo ilivyo, Yesu alikuwa ni Mungu 100%, lakini alikuwa ni mwanadamu, alivaa mwili wa Adamu 100%. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndiyo maana nasema kwa wale ambao wanaopotea, kwao msalaba ni kama upuzi, lakini kwa wengine ambao wanabeba msalaba ni kwamba ndani yao anasema ni nguvu, wanabeba nguvu ya Mungu. Na mwingine hawezi kunielewa. Unajua mwingine, tumetoka kwenye Pasaka ambayo tulikuwa tunaadhimisha kwa kufufuka kwa Bwana Yesu Kristo, na ni kwamba matokeo yake ni kwamba mwingine anaweza kusema labda Pasaka ilianza wakati Yesu amekuja, lakini Pasaka ilikuwa ni kabla hata Yesu hajaja. Kwa hiyo ilikuwa ni sherehe ambayo walikuwa wanasherekea, wanafika muda fulani kwa mwaka mara moja wanasherekea. Mwingine anaweza akawa hanielewi vizuri, lakini Luka 22 ule mstari wa 8 ili uelewe vizuri kwenye neno Pasaka. Bwana Yesu asifiwe. Luka 22 ule mstari wa 8, neno la Mungu linasema, akawaambia Petro na Yohana akasema, nendeni mkaniandalie Pasaka nipate kuila. Nendeni mkaniandalie Pasaka. Kwa hiyo anasema nipate kuila. Kwa hiyo Bwana Yesu alikuwa anazaliwa anavyozaliwa hapa duniani. Ghafla ni kwamba ndani yake, na maana alikuwa na matokeo ambayo aliikuta Pasaka. Wakati ameikuta Pasaka, ni maana ilikuwa kwake, ambaye lazima alimwambia Petro na Yohana, nenda mkaniandalie Pasaka. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wanaadhimisha kila mwaka. Kwa hiyo imekuja kuboreshwa na kuongezewa zaidi pale alipokufa halafu akafufuka. Kwa hiyo unahitaji kucheki sana hivi vitu. Usipocheki kuna matokeo, kuna vitu ambavyo utashindwa kujua maana yake nini juu ya msalaba. Kwa sababu kupigiliwa msalabani ilikuwa Yesu apigiliwe msalabani. Ndio maana anasema kwa wale wanaopotea, wao msalaba ni kwamba ni upuzi, lakini kwa wengine ambao wanakubali msalaba ni kwamba ndani yake wamebeba nguvu ambayo ya Mungu. Kwa hiyo ndani yako unahitaji kujua, kama msikilizaji wangu wa Tunduma FM na mtazamaji wangu wa Ebeneza TV, lazima utambue hivi vitu. Lakini usipotambua, ina kwamba hivi vitu vitakusumbua kwa jinsi ambavyo ilivyo, kwa jinsi ambavyo Mungu anajidhibitisha na namna ambavyo ilivyo, ni kwamba ndani yake ni kwamba imetengeneza ushindi kwako. Kama huwezi kuelewa, ni kwamba ukicheki jinsi ambavyo Yesu akaamua kutundikwa msalabani na akatundikwa msalabani, kwa jinsi ambavyo ilivyo, watu wengi waliona kama ni kwamba wakamdhihaki, wakaona ni kama si chochote. Lakini ili mlazimu Yesu, ilikuwa ni lazima atundikwe msalabani. Na ndio maana alivyokuwa anapita huku na kule Galilaya, akipita Yerusalemu, akipita sehemu mbalimbali, alikuwa anaeleza matokeo ya kuambia kwamba yeye atakufa, lakini siku ya 3 atafufuka. Watu wengi hawakumwelewa. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi hawakumwelewa. Umewafikiri namna ambavyo Yesu aliamua kupigiliwa msalabani, aliamua kuvuliwa nguo, aliamua kutemewa mate.
lakini watu wengine hawaelewi. Ilikuwa ni kutushindia sisi, mwingine haelewi. Ndio maana kwenye Wakorinto inasema Yesu alikufa maskini ili sisi tuwe matajiri. Kwa hiyo anasema ingawa alikuwa ni tajiri, lakini alikufa maskini ili sisi tuwe matajiri. Kwa hiyo ndani yake, na maana ili tu kwamba ile kufa, kukaa miaka 30 alafu na kufa, ni kwamba ilikuwa inatengeneza ushindi ndani yako. Kwa hiyo ukiona ndani yako kuna shida, ni kwamba kuna mazingira ambayo saa nyingine umeona msalaba ni kama upuzi, umeona msalaba ni kama si chochote, umeona msalaba ni kama haukusaidii, umeona msalaba ni kama kwako ni kama hakuna chochote. Lakini msalaba una matokeo ambayo yanakupa kitu ambacho ndani yako kimetengeneza matokeo ambayo yamejaa ushindi kwa mwanadamu. Kwa hiyo kama huwezi kuona ushindi, ni kwamba umekaa kwenye wengine wanaona kwenye msalaba ni kama upuzi, kwa hiyo haiwasaidii. Bwana asifiwe. Lakini mwingine ni nguvu za Mungu aliyeamini, mwingine ni nguvu ambayo imebeba ushindi, kwa sababu ndani yake haamini msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Unahitaji kujua, unahitaji kufahamu, kama msikilizaji wangu wa Tunduma FM na mtazamaji wangu wa Ebeneza TV, ukitazama hivi vitu vitakupa matokeo, vitakupa namna ambavyo utairati kuishi hapa duniani. Lakini ghafla, kama ukiona msalaba ni kama upuzi, mimi nipo kwa sababu mazingira ya msalaba ni kwamba yalipigiliwa, ikawa Ijumaa yakapigiliwa, lakini ghafla Jumamosi Yesu akafanya vitu vyake sawa sawa na jinsi alivyosema. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine hanielewi. Mathayo 26 ule mstari wa 67, ucheki waliotokea ambao wakawa na maneno yao ya kusema. Kwa nini? Waliona Yesu anakokwenda ni kama kuna mazingira fulani ambayo sio sawa. Lakini cheki neno la Mungu linavyosema. Mathayo 26 ule mstari wa 67, neno la Mungu linasema, ndipo wakamtemea mate ya uso, wakampiga makonde, wengine wakampiga makofi. 68, wakisema, ewe Kristo, tufungulie. Ni nani aliyekupiga? Ni nani aliyekupiga? Unajua Kiebrania au Wayahudi, ukianza kumtemea mate ni kwamba ni dharau ambayo ni ya mwisho. Mwingine hakujua, na mwingine anaweza kuwa ninafundisha hapa, lakini haelewi kwa nini Yesu alikufa. Kwa nini Yesu alikufa? Yesu alivyokufa ni kwamba alienda kunyang'anya mamlaka kwa shetani. Ndiyo maana alivyokufa alienda kunyang'anya, ilikuwa ni lazima afe, kwa sababu alisema chembe ikishafukiwa lakini lazima itokee, kwa sababu akasema siku ya 3 atafuka. Na wengine hawakuelewa. Cheki jinsi ambavyo walivyokuwa wanafanya, wakamdhihaki 67, wakamtemea mate na wakamwambia, wakampiga na makofi, alafu wakamwambia wakisema, wewe utufungulie. Kwa nini? Wamefunga macho yake wakijua kwamba tayari huyu si chochote, lakini kumbe ilikuwa ni lazima afe ili sisi tupate ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo bila kufa ni kwamba mapepo yasingekimbia. Bila kufa ni kwamba wachawi wasingekuwa wanatetemeka wakionana na mtumishi wa Mungu, wakionana na mlokole aliyokoka. Lasi hivyo ina maana ingekuwa inashindikana. Lakini matokeo yale ya kufa ndiyo yaliyoandaa nguvu tunayoitumia. Ndiyo maana tukisema kwa jina la Yesu ni kwamba magonjwa yanayeyuka. Kwa nini? Kwa sababu jinsi alivyokufa, na alivyokufa alienda kunyang'anya mamlaka. Alivyonyang'anya mamlaka, akanyang'anya mamlaka, akanyang'anya ufunguo kwa shetani. Ndiyo maana unaweza kuona mwingine anaona ni kama ana funguo,
Ukiona katika ulimwengu wa roho una funguo, ni kwamba Mungu anakuonyesha ni mamlaka. Ukiona katika ulimwengu wa roho ni kwamba una fimbo, ni kwamba Mungu anakuonyesha kwamba ni mamlaka ulio nayo. Ndio maana Musa alitumia hiyo fimbo. Kwa nini? Kwa sababu ilimlazimu Yesu afe ili aende kwa shetani, aenda nyang'anye ufunguo kule kuzimu, na akanyang'anya ufunguo. Na ndio maana yoyote akisema kwa jina la Yesu ameokoka na amemkimbilia Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, ni kwamba atakachotamka kupitia kwenye hicho ni kwamba ni mamlaka. Kwa hiyo yale mamlaka yanampa matokeo ya kile ambacho anachotamka, ili kiweze kutamkwa, ili kiweze kutokea. Kwa nini? Kwa sababu imebeba mamlaka kubwa, imebeba uwezo mkubwa, imebeba namna ambavyo si jambo jepesi sana iliyobeba kwenye hayo mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ndani yako kikaa, ukiwa hujiamini, unahitaji kucheki maana yake nini juu ya Yesu kufa. Wengine wanakuwa hawaelewi. Yesu alikufa ili akanyang'anya mamlaka. Kwa hiyo alikaa miaka 30 hapa duniani, miaka 30, ili tu kwamba aweze kulifundisha kanisa, aweze kukuokoa mimi na wewe. Ili ghafla aliamua kuacha enzi yake, aliamua kuacha utukufu mbinguni, aliamua kuacha jinsi mbinguni kulivyo kuzuri, lakini akasema nitumeni mimi Bwana nikawakomboe wanadamu. Kwani kwa sababu ndani yake kulibeba ushindi, ndani yake kulibeba matokeo, ndani yake kulibeba mamlaka ambayo haya ndiyo tunayotumia. Kwa hiyo tukisema kwa jina la Yesu, wachawi hakuna kuruka na hawataruka, kwa kuwa ndani yake alitengeneza mamlaka makubwa ambayo ndiyo tunayotembea nayo. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine anaweza kuwa haelewi vizuri namna ambavyo ilivyo, lakini namna ambavyo ilivyo unahitaji kufahamu manake nini juu ya Yesu. Manake nini juu ya Yesu? Kwenye Biblia anasema yeye alikufa maskini ili mimi na wewe tuwe matajiri. Mwingine haelewi. Mwingine, Luka 24 ule mstari wa 6 na wa 7. Luka 24 ule mstari wa 6 na wa 7. Cheki Yesu alivyojidhihirisha, namna ambavyo aliwaambia. Wakasema hayupo hapa, amefufuka. Kumbukeni alivyosema nanyi alipokuwa akalipo Galilaya. 7. Imempasa mwana wa Adamu kutiwa mikononi mwa wenye dhambi na kusulubiwa na kufufuka siku ya 3. Kwa hiyo umewafikiri, okay, yeye alikuwa anajua namna ambavyo anakufa na namna ambavyo anahitaji kujitokeza, na namna ambavyo ilikuwa alijua tu kwamba mimi nitakufa, lakini siku ya 3 akawa anatangaza huku na huku. Umewafikiri, msikilizaji wangu wa Tunduma FM, kama umekaa na magonjwa, ni wewe umeamua kukaa nayo, lakini Yesu alifufuka, aliamua kupigwa ili mimi na wewe tuweze kupona. Kwa nini? Kwa sababu alibeba fedheha zetu, akawa uchi pale. Mwingine haelewi. Alibeba kila aibu ulionayo, ambayo unaweza kaona aibu namna ambavyo namna ambavyo ulivyo, lakini alichobeba ni kwamba alibeba matokeo ya kile ambacho kiweze kukuwezesha kwenye namna ambavyo siri yake yote ilikuwa ni lazima afe. Sio mwafikiri wewe msikilizaji wangu Tunduma FM, kama Yesu asingekufa, msalaba usingekuwepo. Wewe mwafikiri, okay,
nani angeenda kunyang'anya zile funguo? Nani angeenda kunyang'anya zile funguo kuzimu? Na alivyofika kule kuzimu, aliwafungulia mpaka waliokufa, wale makaburi yalifunuka. Kwa nini? Ni mamlaka aliyokuwa nayo. Ndio maana kwa jinsi ya mwili aliona ni kazi, lakini cheki, wale waliomdhihaki waliona ndani yake ni kama si kitu, lakini ni namna ambavyo alivyo. Bwana Yesu asifiwe. Umefikiri okay, unang'ang'ana na umaskini, unaona kuna mambo hayaeleweki, lakini Yesu anasema alivyofufuka siku ya tatu atafufuka, ni kwamba aliacha shida zote, alitwikwa shida zote, ili mimi na wewe uweze kubeba kile ambacho unahitaji kuwa tajiri. Mwingine haelewi. Unaweza ukawa kila siku ni magonjwa, hujayaweka kwa Yesu, umeona msalaba ni kama upuzi, lakini kwa wenye wanaoelewa anasema ni nguvu za Mungu. Na mwingine anasema, maana alisema mimi nitatiwa mikononi mwa wenye dhambi. Kwa alijua, ndio maana haikumpa shida namna ambavyo ilivyo na matokeo anavyoyaona, haikumpa shida. Kwa nini? Kwa sababu ni Pasaka ambayo anajua itakavyoenda na jinsi ambavyo atakavyoiboresha, namna ambavyo, ndio maana tunaadhimisha duniani pote. Ndio maana tunaadhimisha duniani pote, ni kwamba aliboresha zaidi na zaidi, akasema siku ya tatu atafufuka. Umefikiri okay, umejawa na magonjwa mengi, umejawa kuonewa, umejawa na umaskini, hakuna anayeweza kukusaidia, hakuna anayeweza kukuona kama maana wewe ni wa thamani. Yesu alisulubiwa ili mimi na wewe tuone wa thamani. Bwana Yesu asifiwe. Wengine haelewi. Jina la Yesu ndilo tulilopewa. Jina la Yesu linaokoa. Jina la Yesu linaponya. Jina la Yesu linaondoa shida. Jina la Yesu linafanya matokeo ya kile ambacho nachotaka, kwa sababu ndani yako kivaa umwana wa Mungu, ni kwamba uwe na uhakika unatembea, uwe na uhakika. Kwa hiyo kama umeamua kulewa, ni wewe. Kama umeamua kutokumkubali Yesu, umeamua tu kwenda kanisani, haitakusaidia. Mwingine haelewi. Sauli haikumsaidia. Alikuwa anaenda kanisani, lakini alikuwa anatafuta watu waliokoka ili awaue, na haikumsaidia mpaka alipoamua kuokoka. Ndipo ambapo Paulo alihubiri Injili. Alikuwa na mamlaka, alikuwa na nguvu za Mungu ambazo zilidhihirishwa katikati ya kokota alikopita. Lakini kama huwezi kuelewa, lazima utambue hiki kitu. Usipotambua hiki kitu, ni kwamba itakusumbua ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Niko hapa kwa sababu ya kile ambacho ninakupenda, msikilizaji wangu wa Tumaini FM. Ninatamani uweze kuokoka na kumpa Yesu maisha. Ninatamani namna ambavyo unahitaji kukaa kwenye standardi ya Mungu. Natamani mazingira yako yawe ni ya kumtumikia Mungu na kukaa kwenye passion ya vile ambavyo Mungu anahitaji kutembea na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama huwezi kwenda, ni kwamba ndani yako umebeba matokeo ambayo hayawezi kukupa kile ambacho unahitaji kuenenda. Bwana asifiwe. Lakini kama utaamua kufufuka pamoja na Kristo, ni kwamba kufufuka pamoja na Kristo ni kwamba ndani yako umebeba ushindi ambao wewe ni kazi moja, ni kuamrisha unachotaka. Mwingine haelewi. Umefikiri namna ambavyo ilivyo. Msalaba kwa wanaopuuza ni upuuzi, lakini msalaba ambao wengine wanaoelewa ni nguvu za Mungu. Kwa hiyo ni kwamba ninaomba mwaminifu, ninaomba wewe ambaye hujaokoka, mpe Yesu maisha yako.
ili uweze kumpa Yesu, tembee kwenye maisha ya ushindi. Kama Yesu alidharauliwa, uwe na uhakika wewe utainuliwa. Kama Yesu alikuwa maskini, uwe na uhakika wewe unabeba utajiri. Kwa hiyo ukibeba utajiri itakupa matokeo ya kile ambacho unahitaji kuishi, kwenye matokeo ya kile ambacho Mungu anakupa matokeo ya kuenenda sawa sawa na jinsi ambavyo amekukusudia kuishi hapa duniani. Kwa hiyo kama ni maskini, ni wewe umependa kuwa maskini. Kwa hiyo kama wewe unaumwa magonjwa muda wote yanashinda kwako, ni kwamba umependa wewe. Lakini Yesu alifufuka kwa ajili yako. Kwa hiyo kama alifufuka kwa ajili yako, unahitaji kujua na kufahamu maana yake nini juu ya utumishi wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unahitaji kucheki na kuangalia namna ambavyo ilivyofufuka pamoja na Yesu. Yesu amefufuka na amefufuka kweli kweli. Kwa hiyo amefufuka na magonjwa ambayo ameafisha yote. Mtulie Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na ninataka leo, kama wewe msikilizaji wangu wa Tunduma FM na mtazamaji wangu wa Ebeneza TV, ninaomba kama unataka kuokoka, utafuatisha maneno haya ili uweze kujua. Wakati huo jina langu naitwa Yeremia Ebeneza Mwaigaga, na utafuatisha maneno haya. Fuatisha maneno haya. Sema: Bwana Yesu, ninakuja kwako. Mimi ni mwenye dhambi, nimefanya mengi ninayoyakumbuka na nisiyoyakumbuka. Kuanzia sasa, futa jina langu kwenye kitabu cha kuzimu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Kuanzia sasa, nitembee na nguvu zako, nitembee na nguvu zako. Asante Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya neno lako. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya kuniokoa. Tuombe. Mungu wetu mtakatifu, asante kwa ajili ya hao ambao Baba wamekukubali kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, kupitia jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, ninawakabidhi mikononi mwako. Wahudumie simba kabila la Yuda, wahudumie Jehova, wahudumie Niko, wahudumie mfalme, wahudumie mwaminifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Waweze kukua katika kukujua wewe, kupitia jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wewe ni Mungu mwenye uweza na mamlaka yote, kupitia jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Iwe vyovyote ambavyo vinawapiza katikati ya kuona wasiokoke ndani yao, Baba, ninavunja hiyo mitandao na kutangaza uweza na ushindi wako ndani yao, kupitia jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mwaminifu nikiomba na kuamini yote haya. Angalia, nenda kwenye kanisa lote ambalo wanamtukuza Yesu, wanaamini kuokoka. Nenda kwenye kanisa lote, mwambie nimeokoka kwenye redio Mwalimu Yeremia Ebeneza Mwaigaga, ndio nimepata uokovu kwake. Kwa hiyo nenda kwenye kanisa lote, litakusaidia zaidi na zaidi. Bwana asifiwe. Namba yangu ya simu kwa msaada zaidi 075 3 697 281 0753 697 281. Namba nyingine 0799 369 281 0799 367 281. Mwalimu Yeremia Ebeneza Mwaigaga. Mungu wa mbinguni akubariki na Mungu wa mbinguni akutunze. Amen.